معاشر السادة الأكارم، لا زال حديثنا يأخذ طريقه إلى قصص الأنبياء. Mazungumzo yetu bado yamechukua njia yake katika suala zima la qasasul anbiya, na lengo kubwa kama tulivyotaja jana, Mwenyezi Mungu kutaja qasasul anbiya sio kama wanavyosema qatlul waqt, kuua wakati, huna la kufanya, umechoka, unaburudika. Si burudani kwa watu. Katika suratu Yusuf Allah anasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Baada ya kukisimulia kisa kizima cha Nabii Yusuf, akataka kuyazindua masikio yaliyoghafilika, yanayodhania kwamba utoaji wa visa huwa ni burudani moja kwa wanaotolewa. Allah akasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, hakika imekuwa katika visa vyao hawa mitume ndani yake kuna mazingatio kwa wale wenye akili, lakini sio kwa kila mmoja. Wengi wamepewa akili, hawazitumii inavyopaswa kufikiria, kuchukua mambo, kuzingatia. Sasa mazingatio gani yanapatikana? Habari unayoelezwa mwenyewe kwa mwenyewe unachanganua na kufafanua, hapa ilikuwa kosa. Kama ni kosa kwake yeye, kwa nini lisiwe kosa kwangu mimi? Hapa ilikuwa ndivyo. Kama ni sawa na amesifiwa na Allah, kwa nini nisimuige? Ndio maana Allah akasema laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Anaongeza anasema ma kana hadithan yuftara, haikuwa katika hivi visa vya mitume kwamba ni hadithi za kubuni kama tunavyoona magazeti yanabuni stories ambazo watu watazisoma, vitabu vinatungwa, mtu anakaa tu anawaza, inakuja nasjul khayal, imagination, anaanza kutunga, anaelezea, watu wanakwenda kusoma, na utakuta watu wanapigania vile vitabu, na pengine watapotoka kwa kusoma historia zile. Lakini hadithi ya Qur'an inasema ma kana hadithan yuftara, hadithi hizi sio za kuzua wala za kubuni, walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma liqaumin yu'minun. Lakini Qur'ani na visa vya mitume inasadikisha habari zilizopita na kufafanua yale yanayotaka kufafanuliwa, na ni rehema na ni uongofu. Ni uongofu, naam, kwa sababu watu watafuata, wataiga. Fabihudahu muqtadi, kwa uongofu wao hao tuliokusimulia iga, mtume aliambiwa. Sasa kisa cha Adam kina mazingatio gani? Ndugu zangu, tulifika mahali tukamkuta Adam ni timthalan, ni sura, ni sanamu tu limetengezwa, la ruha fi hadha aljism, bado halijapulizwa ndani yake roho. Waraaina almalaikata yatufuna wa yamurruna haula, tuliona malaika jana wanavolizunguka lile sanamu, mfano wa mtu, ndani hakuna roho, ni kama hivi macho, mikono, midomo, miguu, lakini la ruha fi hadha aljism. Bado Mwenyezi Mungu hajapuliza katika kiwiliwili chake kitu kinachoitwa roho. Ni udongo uliofinyangwa kisha ukavunda baada ya kukaa muda mrefu mpaka ukabadilika rangi ukawa mweusi. Baada ya hapo sasa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anataka kuipuliza roho ili apate kuwa kiumbe huyu Adam. Allah anasema katika suratu Ali Imran, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Watu wanaoulizana, huyu Isa kwa nini alizaliwa bila ya baba? Itakuwaje binadamu anakuwa na mzazi mmoja, mama tu abebe mimba bila ya mtu yoyote? Na sisi tunajua mbegu mbili ya mama na baba zinapochangia ndipo anapatikana mtoto. Sasa iweje Nabii Isa azaliwe bila ya baba? Allahu Ta'ala akalijibu suala hili katika suratu Ali Imran,
akasema inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Msisumbuke vichwa vyenu bure mpaka mkakufuru mkasema maadamu hana baba, babake atakuwa Mungu. La, inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Hakika mfano wa Nabii Isa mbele ya Allah, mfano wake ndo ule ule mfano wa Adam, bali Adam ana ajabu zaidi, kwa sababu Isa amezaliwa na baba na mama bila ya baba, lakini Nabii Adam amekuja hana baba wala hana mama. Kwa hiyo huyu ndo ana ajabu zaidi. Mfano wake ni sawa sawa Nabii Adam, khalaqahu min turab. Huyu Adam Mwenyezi Mungu alimtengeza akamuumba kwa mchanga, thumma qala lahu kun fayakun, kisha akatumia neno tu kuwa Adam na akawa Adam. Na yule pia aliambiwa kuwa Isa na akawa Isa vile vile. Hakuna ugomvi hapo ndani yake. Sasa njoni tulitizame namna gani Mwenyezi Mungu alipuliza roho yake katika kiwiliwili cha Adam na kulitokea nini baada ya hapo. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah anasema ikisomwa Qur'ani isikilizeni na munyamaze kimya, pengine mtapata rehema za Mwenyezi Mungu kwa kuitikia mwito huo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Qala ya iblis قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Hizi ni aya katika suratu Al-A'raf, aya ya 11 na kuendelea. Allah anatuhadithia habari hii kwa watu wenye mazingatio na akili, wapate kuondokea hapa, wapate ibra ya kisa cha Nabii Adam baba yetu. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Hiwar ni mazungumzo ya kujibizana kati ya nani na nani? Baina Allah wa baina Iblis alayhi la'natullah. Kwa hakika tulikuumbeni. Hapa anaambiwa Adam, lakini ndo tunaambiwa sisi. Wacha zile fikra za watu wanasema mwanadamu anatungana na gorila. Sasa Mungu anakanusha concept hii. Tulisomeshwa katika baadhi ya shule kuambia mwanadamu mwanzo wake alikuwa gorila, ana mabele na manyoya chungu nzima, anakwenda anainama mpaka akasimama wima, mtu ya mgongo ukasimama, akawa ni mwenye kufanya vitu. Namuona sura yake sawa bin sawia na mwanadamu. Abadan, huyu ndo mwanadamu alivyoanza hivi. Allah anamuumba Adam kwa mikono yake, kisha anasifu anasema wala qad khalaqnakum, hakika tumekuumbeni, thumma sawwarnakum, kisha tukakutieni sura. Hii sura ni mwenyewe ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Macho
pua, mdomo, masikio, mahala pake, na angalia uumbaji wake. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah ndo mwenye kukutieni sura, na itizame sura yako katika kioo upate kuona jamalun bari, jamalun hail, uzuri wa hali ya juu. Kila kitu Mungu kakieka mahala pake. Ukitizama macho yako mahala pake, ukitizama sura iko mahala pake, ukitizama nywele ziko mahala pake, na Mungu amekuzawadia kila aina ya neema. Hushukuru? Bado unasema Mungu kaniumba mbaya kweli kweli, mpaka watu wanakwenda kufanya mashindano yetu ya ubaya wa sura, wakati Allah sema laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Sisi ndo tulokutia ni sura, kisha baada ya kutia sura tukasemaje? Thumma qulna lilmalaikati isjudu liadama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Tukawaambia malaika, sasa njoni. Malaika wote wamekusanywa mbele ya Allah pamoja na Ibilisi. Tukawaambia msujudieni huyu, sujudieni Adam. Sijida ya maamkizi. Subhanallah, kwa nini anasujudiwa Adam? Baada ya kuumbwa na Allah, roho ikaanza kupulizwa, ikaingia sasa katika kichwa chake, na ubongo ukaanza kufanya kazi, kompyuta. Hapo hapo tayari ikaklik roho, kichwa kikaanza kufanya kazi yake. Adam akaanza kutikisa kichwa, roho ikawa inapita kidogo kidogo, ikafika katika macho. Fafataha ainai, Nabii Adam akafungua macho yake kutizama tu, macho pale pale akaanza kufanya kazi, hawasi hizi, macho pale pale akaanza kuona. Ulama utarikhi wanasema faraa thimara aljanna, kupiga macho tu Nabii Adam akaona matunda ya peponi. Fatamia ilaiha, pale pale akaonekana macho yale kama yanataka kutoka, yanataka kufuata yale matunda. Roho wala haijafika katika miguu, akaanza kutembea Nabii Adam, yale macho tu yakaonyesha wazi pupa ya kutaka kwenda kuyachuma yale matunda ya peponi. Na hivi ndivyo tulivyo wanadamu, kwa sababu baba yetu alikuwa hivyo. Man shabaha abahu fama zalam, mwenye kumwiga babake hakudhulumu. Ukisikia mtu huyu kama babake alivyomwiga, ndo babake akamwige nani? Mbuzi. Sisi tumemwiga yeye, ndio maana tunakuwa mara nyingine tunashindwa kusubiri juu ya mambo fulani fulani, hasa chakula. Sasa mambo ya kula haya, ndio maana Juha alisema siku moja, bwana, njaa haina madhehebu, msitake kuntajia Imam Shafi wala Imam nani katika njaa. Maana walikuwa wanakula, wenzao kumwambia, bwana, haya mayai haya Imam Shafi kasema sio mazuri haya. Akamwambia, bwana, Imam Shafi wenu huko njaa haina madhehebu wala haina chochote, njaa tu, kwa sababu mtu hawezi kuvumilia njaa. Na ndio maana ibada ya saum imekuwa nzito. Nabii Adam alipoona matunda ya peponi, fatamia ilaiha, akawa na tamaa kwenda kuyachuma, akaonekana mwili anatikisika kwa ajili ya kwenda kuyachukua matunda. Lakini bado ndio ile aya Qur'an kasema khuliq wa kana al-insanu ajula, khuliqa al-insan min ajal. Mwanadamu anapupa, ana haraka. Sote hapa mambo yetu tunataka yawe baina lailatin wa duhaha. Unachelewa bwana, ukijenga nyumba unataka kesho kuto umalize ulale. Naam, ukipata kazi unataka umshahara ufike mwisho wa mwezi upate kuchuma. Ukienda kulima unatamani haraka haraka mazao yapate kutokea. Sivyo tulivyo? Ndio tulivyo. Sasa ndio maana Mungu katuambia tuwe na subra tu, lakini tamaa hiyo tunayo. Pale pale mambo yetu yawe. Nabii Adam roho ikafika katika kiwiliwili katika pua yake, akapiga chafya. Roho hiyo kupiga chafya, akaambiwa sema alhamdulillah. Akasema alhamdulillah. Allah akamwambia yarhamuka rabbuk, Mola wako amekurehemu. Rahimaka rabbuk. Na hii ndio sunna yetu wanadamu. Bwana Mtume anasema haki ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu, akipiga chafya baada ya akisema alhamdulillah, yeye amwambie yarhamukallah.
Kwa hiyo Muislamu akisema, akipiga chafya aseme excuse me, no, aseme alhamdulillah. Wao wanasema excuse me kwa sababu wanasema wameweka kelele. Kwa hiyo nakwambia nisameheni, nimeweka fujo. Huu ni ustaarabu wao, wakati sisi sivyo tulivyofundishwa na Bwana Mtume, kwa sababu ule ni uzima Mungu amekupa. Na unaona ukipiga chafya unajisi comfortable, sasa mshukuru Allah, alhamdulillah. Na kusema alhamdulillah, alopembeni anawajibika kukuambia yarhamukallah, na akikwambia yarhamukallah unamrejesha kumwambia yahdikumullahu wa yuslihu balakum, Mungu akuongozeni, atengeze mambo yenu. Angalia Uislamu ulivyokuwa mzuri, daima unaombeana dua. Kwa kuna mtu mmoja aliuliza, sasa Mtume alipotoka chooni alifundisha Waislamu dua. Kabla ya kuingia chooni Bwana Mtume anafundisha, anasemaje? Sasa ukitaka kuingia chooni sema bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Hii dua ya chooni, na kila dua inasomwa mahala pake. Naam. Ukitoka chooni semaje? Ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani. Sasa mmoja akauliza swali, kwa nini ukitoka chooni useme ghufranaka? Maana yake nisamehe na kuomba msamaha Mola wangu. Sasa kwani kwenda kukojoa au kufanya haja kubwa ni dhambi? Mmoja aliuliza. Kuna watu wengine wanakaa wanafikiria, sasa Mtume kwa nini anafundisha dua hii mahala pakine? Umeenda chooni, umeshafanya haja yako, si ulikuwa pia useme alhamdulillah, inatosha. Kwa nini katanguliza neno ghufranaka, nisamehe na kuomba msamaha Mola wangu? Kwa sababu gani? Shekhe akamjibu akamwambia, hapa Mtume anafundisha jambo kubwa sana. Jambo lenyewe ni kwamba mwanadamu kila wakati anatakiwa amkumbuke nani? Amkumbuke nani? Allah subhanahu wa ta'ala, daiman 24 saa. Sasa kana kwamba mtu anapokuwa chooni, anapofanya haja zake, kile kipindi chote kile huwa anamsahau Mola wake kwa haja anazozitekeleza. Sasa akitoka, kana kwamba anamwambia ya Rabbi, kipindi kile nilichokaa nikafanya haja yangu sikukukumbuka na kukutaja, naomba msamaha wako ya Rabbi. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kila kitu kimerembewa tu, kila kitu la, unatakiwa kila mara umtaje Mwenyezi Mungu. Sasa kuna sehemu huwezi kumtaja Mungu, chooni umekatazwa. Bibi Aisha anasemaje? Kana yadhkuru Allah fi kulli ahyani, wakati wake wote Mtume alikuwa akimtaja Allah, isipokuwa katika amakin mukhassasa. Huwezi kuingia chooni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, chooni umekatazwa, sehemu ya udhia. Sasa kana kwamba ukitawakaf, ukistop kumtaja Mungu kule chooni, ukirudi unamwambia Mungu, nisamehe katika kipindi kile ambacho sikuwahi kukutaja kwa sababu ya dhurufu mbalimbali. Sasa kile kitu kila mahala pale. Sema alhamdulillah ukipiga chafya, na ndugu yako akwambia yarhamukallah ukisema alhamdulillah. Ilipofika katika digestion system, kila kitu kikaanza kufanya kazi, mpaka katika miguu yake, fataharraka aljism, mwili ukaanza sasa kutaharaka, akaanza kutembea. Allah akamwambia idhhab ila dhalika au ila haulai nafar, unawaona wale walokaa pale? Nasema naam. Nenda mbele yao, wasma ma yuhayyunaka bi, alafu sikia mtakavyozungumza kati yako wewe na wao. Ukifika waambie assalamu alaikum. Allah anamfundisha hii hadithi ya Bwana Mtume, waambie assalamu alaikum. Fama tasma'uhu min, kile utakachosikia kutoka kwao katika salamu, fa'lam annaha tahiyatuka wa tahiyatu dhurriyatik. Hayo ndo maamkizi yako, hayo ndo maamkizi ya watoto wako baadaye. Nabii Adam akaenda katika kundi la malaika, akamwambia assalamu alaikum. Malaika wakamjibu wa alayka assalam wa rahmatullah, wakazidisha wa rahmatullah. Akasikia Nabii Adam, akamwambia hayo ndo maamkizi yako na watoto wako. Baada ya kuumbwa Nabii Adam na kupulizwa roho, malaika walisema
kwamba Mwenyezi Mungu hatoumba kiumbe mwenye akili na mwenye elimu kuliko sisi. Tunakuja sasa katika pointi hiyo. Thumma qulna lilmalaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Baadaye malaika wakaambiwa wote waliokuwepo pale wampe heshima Nabii Adam ya kumsujudia. Sijida katika Qur'ani kuna sijida mbili zimetajwa. Sijida ya kwanza ni sijida ya Nabii Adam kusujudiwa na malaika. Sijida ya pili ni sijida na Nabii Yusuf kusujudiwa na wazee wake pamoja na ndugu zake. Hizi sijida zote hizi hazikuwa sijida za ibada, ni sijida kama vile salute anavyotoa mwanajeshi kwa bosi wake mkubwa wake, ni maamkizi, dalili ya kwamba huyu ni kiumbe bora kuliko sisi, katukuzwa. Sasa hii ni sijida ya kwanza hapa tumeiona, sijida ya Nabii Adam kusujudiwa na malaika. Sijida nyingine iko katika suratu Yusuf, wakati Mwenyezi Mungu aliposema warafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujada qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijni wa jaa'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Nabii Yusuf alipoona ugeni umefika, watoto wa Yaqub na baba na mama, akawanyanyua wazazi wake mahali walipokaa, akawaeka katika kiti chake cha ufalme. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsh wa kharru lahu sujada, wote wakaanguka, yani wakapomoka kwa kumsujudia Yusuf. Pale pale Nabii Yusuf akamwambia baba, unaona, hadha ta'wilu ru'yaya min qabli, hii baba ndo tafsiri ya ndoto yangu niloiota miaka 40 iliyopita. Nakumbuka, qad ja'alaha rabbi haqqan, Mwenyezi Mungu ameileta kuwa ni kweli ndoto hii. Ndugu zangu 11 na baba na mama wananisujudia, na Mwenyezi Mungu alimpa kipaji Nabii Yusuf cha kutafsiri ndoto, mwenyewe akaitafsiri ndoto yake. Na hii ni ilmu ambayo haisomeshwi skulini wala madaris, Mungu anakupa, ni hiba, yu'tika biduni mas'ala, na ni ilmu muhimu sana. Lakini kuna watu wanajua kama ilmu hii, unapojua mtu akiota anapaa mbinguni, yuko juu ya hewa, wameweka kawaida ulama utafsiri, wanasema maana yake utapata umashuhuri mkubwa. Kama mtu akijiona usingizini anapaa hewani, wanasema wewe utakuwa mtu maarufu au utapata umaarufu. Na ukiota meno yamedondoka, maana yake utasikia mtu wako wa karibu amefariki, utasikia habari za kifo. Na ukipeleleza mara nyingi unakuta ni kweli hizi tafsiri walizoziweka, ni watu mahodari. Nyingine zinakuwa ilmu kubwa, ambayo kama kuna siku mwanamke fulani alitekwa baada ya kumzaa mtoto wake, miaka yake 15 ndo biharusi, lakini baadaye akaja maharamia wakamteka, akaenda akapigwa bei huko katika nchi nyingine, akakaa mtoto wake huko, akakuwa hakumuona mamake. Baada ya muda mrefu mtoto huyu alihama kwenda nchi ile ambaye mamake yuko kule. Alipokwenda akakutana, akamwona mwanamke mrembo, akamtongoza, akataka kumuoa, wakaeka akdi ya kuoana, kesho ndo harusi. Siku anapotaka kwenda kuoa akaota ndoto, kesho anakwenda kuoa, leo ameota ndoto, anaona anakamua zaituni, anang'oa mpaka mizizi yake. Akaenda kwa mmoja katika mufassiri ru'a, akamuuliza, nini maana ya ndoto niloota? Akamwambia, umeota nini? Akamwambia, nimeota nakamua zaituni, tena kuanzia juzuruha mpaka mizizi yake. Yule akashtuka, akamuuliza, wewe umeshaoa?
Akamwambia bado, lakini harusi yangu kesho. Akamwambia unayetaka kumuoa ni mamako. Akashtuka, toba, nusra hajenda kuoa. Na kumbe ilikuwa kweli ilmu ya hali ya juu, ilmu ya hali ya juu. Na katika ummati Muhammad alikuwepo mmoja kitwa Muhammad ibn Sirin. Ukisoma historia yake alikuwa anaagua ndoto. Mara nyingine wewe unatoa kama mzaha, unamwambia yeye anakutafsiria vile ule mzaha wako wa ndoto, yeye atakupa tafsiria. Ala kulli hal, sijida ya Nabii Yusuf ilikuwa ni sijida ya tahiyya, na sijida ya Nabii Adam ilikuwa ni sijida ya tahiyya. Usjudu li Adam fasajadu, malaika wote wakasujudu illa Iblis. Adam aliponyanyua uso wake anatizama, anaona wote wamemsujudia isipokuwa mmoja kakaa pembeni, hajataka kumsujudia Adam, Shaitani. Allah akamuuliza katika suratul Hijr, Allah anasema walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Sura zote zinafanana. Ukienda katika suratul Baqara utaona maneno kama haya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Mungu anaongeza mingi, wa kana minal kafirin. Ukienda katika suratu Taha utakuta pia wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Ukienda katika sura, kila sura unakuta visa hivi kwa nini vinarudiwa? Mungu harudii haya mazungumzo isipokuwa ndani kuna mafunzo kwa anayesujudiwa, na mafunzo kwa waliosujudu, na mafunzo kwa waliokataa kusujudu. Sasa mtizameni aliokataa kumsujudia Adam alifanywa nini, alafu mkompee mtu anayekataa kumsujudia Mungu. Mtizameni mtu aliyekataa kumsujudia Adam alifanywaje, alafu peleka imagination, akili yako kwa yule mtu anayekataa kumsujudia muumba wa Adam. Akaulizwa Iblis, ma mana'aka alla tasjuda, kwa nini umegoma kusujudu? Ni kipi kilichokuzuia kusujudu wakati mimi nimekuamrisha? Wengine wao wakasema Ibilisi alikuwa na makosa gani? Mungu alisema idh qulna lil malaika, tumewaambia malaika, na yeye hakuwa malaika. Sasa kama aligoma kusujudu, kosa lake nini wakati yeye alikuwa jini? Kwa hiyo hakuingia yeye katika amri hii. Allah sema qulna lil malaika wa huwa lam yakun min al malaika inma kana min al jinn, yeye alikuwa jini. Kwa hiyo kosa lake nini? Naam, kosa lake na yeye pia alihutubiwa, aliambiwa pia na yeye asujudu, kwa sababu wengi walikuwa malaika. Basi Mwenyezi Mungu akataja kwa ghalaba na yeye yumo ndani. Hii ni fasaha. Qur'anul Karim ilivyokuwa fasaha, inachunga mpaka kuzungumza. Dalili ya kwamba Ibilisi na yeye aliamrishwa kusujudu ni maneno haya yanayofuata, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Ni kipi kilichokufanya ugome kusujudu wakati nilipokuamrisha? Kumbe naye aliamrishwa. Naam, na wewe pia msujudie Adam, japokuwa wewe sio katika malaika, lakini umekuwa miongoni mwa malaika kwa sababu ya ibada zako na utukufu uliokuwa nao na wema na uchamungu wako. Upate kujua kwamba mtu pia anaweza kupotea hata akiwa na uchamungu, hata akiwa na elimu, hata akiwa mcha Mungu, hata akiwa na ibada zake, asipochunga atapotea pamoja na elimu yake. Hapa kuna mafunzo makubwa mno. Ndugu zangu, Ibilisi alitukana akajibu maneno mabaya sana mbele ya Allah. Ma mana'aka
alla tasjuda idh amartuk, ni kipi kilichokufanya ujizuie usisujudu? Qala, akasema Iblis, ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko huyo, yeye alikuwa ndo anisujudie mimi. Huyu ameumbwa kwa mchanga, mimi nimeumbwa kwa moto. Akaeleza ubora wake. Juzi tuliona ni mchanga hapa unafinyangwa kwa watope zikawa zinatoa harufu, umevunda, umekuwa mweusi. Leo ndo awe bora kiasi kwamba mimi nimsujudie? Haiwezekani. Maneno haya anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ana, mimi. Na hili neno mimi likaanza kuzua balaa. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Anambia wewe umemuumba kwa mchanga, mimi umeniumba kwa moto. Sasa moto na mchanga, kipi kilichokuwa bora? Kipi kiko juu? Amekisia na akakosea. Wapo watu wanaojifakharisha kwa rangi zao, kwa maumbile yao, kwa kabila zao, kwa koo zao, kwa mahali walipozaliwa na kuishi, kwa qarat, kwa mabara hayo. Hesabu zao watu wanapiga kama Ibilisi, kwa sababu mimi niko hivi, nitakuwa bora kuliko yule alokuwa vile. Mimi nina cheo hiki, mimi siwezi kuwa duni ya yule alokuwa na cheo kile. Mimi kwa sababu ya elimu nilokuwa nayo, mimi ni bora kuliko hao wanaonisikiliza. Mtu akawa mwenyewe tu anajipa ule ubora. Ama hapa kuna mafunzo makubwa sana. Na itizame dunia ya leo tunayoishi, yote imejaa vitu hivi, yote imejaa vitu hivi. Mahala unaposikia zogo, wewe, mimi, sisi, unatujua sisi, wewe unanijua mimi, wewe kadha, wewe kadha, sisi ndo waungwana, nyie watwana tu, sijui mnatoka wapi. Watu wanajifakharisha na makabila walokuwa nayo. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia Ansar na Muhajirin wakati walipokuwa wanataka kukamata njia kama hiyo, kulipozuka kidogo purukushani, wakati Mtume yuko pamoja na makundi ya Waislamu wote wawili, ikawa mmoja wao anawaita jamaa zake, ya lal ansar, ya lal muhajirin, jamaa zangu, kaumia, ule umimi na ukaumi, njoni jamani tusaidiane. Yao ngumi zinataka kusimama baina ya Ansar na Muhajirin, na kwa sababu kila mmoja anamuita jamaa yake, na mtu hatakubali kuona jamaa yake na kabila yake ananyanyaswa. Kwa hiyo mtu anatafuta support kutoka kwa watu wake. Bwana Mtume akasikia, alipokwenda pale akasema, da'uha fa innaha muntina ma balu da'wa aljahiliya. Ile kujifakharisha kwa ukabila na kutaja vyeo vyao watu na koo zao na nambari zao, akasema ni da'wa aljahiliya, ni mwito wa kijinga. Mtu yoyote anasema mimi kabila fulani ni bora kuliko. Na hii nyinyi someni historia, mtakuta hata nchi kwa nchi, dona nchi fulani wanajiona wao ndo bora kuliko nchi fulani. Watu fulani, tizameni historia, utaona mambo ya ajabu. Naam, nchi fulani sema sisi watu fulani ni bora kuliko nchi fulani. Kwani huwajui hawa? Si wanatoka mahali fulani hawa? Kwa sababu gani? Wao hawakuwa wastaarabu au bado wamekuwa mutaakhirin. Nani aliyepanga ubora wa watu na tabaka? Msikilize Allah anasemaje, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Enyi watu nyie, tumekuumbeni kutokamana na baba mmoja na mama mmoja, Adam, Hawa. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, tumekufanyeni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, si kwa sababu huo ndo ubora wenu. Utaifa na ukabila hauna ubora wote. Inna akramakum, hakika ubora wenu mtakaopata, alokuwa mkarimu zaidi, mbora, mtukufu mbele ya Allah, atqakum, ni yule alojua haki yake mbele ya Mungu akamtii Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mwenzetu utakuwa umetupita sana
ukiwa wewe na Mwenyezi Mungu mahusiano yenu ni mazuri sana katika taa na taqwa. Achilia mbali mapesa uliokuwa nayo, achilia mbali mbari unayotoka na jamaa ulikotoka na nchi unayotoka na vyeo ulivyokuwa navyo, hivi vyote la yujdi mata'u dunya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah anasema hizo zote tulizozitaja, mali, farasi, wanawake, mashamba, mabustani, matunda, mali na fedha na dhahabu, zote hizo mataul hayati dunia, starehe ndogo tu za hapa duniani. Na Mwenyezi Mungu huko ana mambo makubwa ambayo ametuwekea. Kwa hiyo Ibilisi ndiyo mtu wa mwanzo kumuasi Mwenyezi Mungu, ndio dhambi ya kwanza hiyo baada ya kuumbwa Adam. Awalu maasiya, historia inasema haya ndo maasia ya mwanzo baada ya kuumbwa Adam. Maasia ya mwanzo ilikuwa nini? Kibri. Na ulama wanasema kullu maasiya asluha alkibr, maasia yote asli yake ni kiburi. Kiburi ndo asli ya maasia yote. Maana asingesema Ibilisi kwamba mimi ni bora kuliko yeye, hapa ndo alikuwa ameingia katika jambo linaloitwa kibri min awsa'il abwab. Milango mipana kabisa ya kibri ni mtu kumdharau mwenzake. Ibilisi hapa anamdharau Adam. Sasa ukijikuta na mtu adharau, ujue kibri imekita mizizi katika moyo wako. Allahu akbar. Mtume alipoulizwa mal kibru ya Rasulullah, ni nini kibri ewe Mtume? Mtume akasema alkibru, maana ya kibri batrul haqi wa ghamtu nnas, ni kukataa haki na kuwadharau watu. Ule ukweli unaoambiwa wewe ukaukataa kwa sababu zako unazozijua mwenyewe. Labda alosema hana kitu, alosema hakuendei vizuri machoni, hajajaa kwako wewe. Aliyesema ile haki anatoka mahali fulani, wewe ukakataa tu, kumbe mtu mwenyewe alosema huyu ukakataa tu, na ni haki alosema ukakataa. Wa ghamtu nnas, na kuwadharau watu wengine. Ukikuta mtu ana sifa hizi za kudharau, ujue kibri imeshakita mizizi. Ibilisi amelaaniwa kwa sababu ya suala zima la kibri katika moyo wake. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, umeniumba kwa moto, umemuumba kwa udongo. Allah kamwambia qala fahbit minha, kuanzia sasa hivi umefukuzwa, ondoka mbele yangu. Fahbit, shuka, nenda zako katika dunia. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin, haiwi kabisa kwako wewe. Fama yakunu laka an tatakabbar, huna kabisa wajhi ya kutakabbar mbele yangu. Fakhruj, na utoke sasa hivi. Innaka minas saghirin, hakika wewe ni katika watu waliodhalilika kuanzia leo, kwa sababu umekataa kumsujudia Adam. Amekataa mtu kumsujudia Adam, amedhalilika na akalaaniwa. Anayekataa kumsujudia Mungu atafanywaje? Suratul Al-Hijr inasemaje? Qala ya Adamu ma laka alla tasma فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك, una nini we Iblis? Limekusibu lipi? Malak, una nini? Malaka alla takuna ma'a sajidin, mbona hukuwa pamoja na wenye kusujudu? Kwa nini hukusujudu? Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, anamwambia Mungu, mimi siwezi kumsujudia kiumbe alimuumba kwa tope na udongo na mchanga. Qala fakhruj minha innaka rajim, kambia toka, wewe umelaaniwa kuanzia sasa.
wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin, na kuanzia leo laana zangu zimekushukia mpaka siku ya malipo. Laana za Mungu zinamshukia aliyekataa kumsujudia Adam, na yeye akaomba ombi hapa, qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'athun qala fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum. Ya Rabb, niweke nisife milele mpaka siku ambayo watakao kwenda mbele ya haki viumbe hawa, usiniondoe duniani na kuomba. Ibilisi anamwomba Mungu, niweke hai mpaka siku ya hawa watu kufufuliwa. Mungu akamwambia umepata, akampa. Allah kwa hekima zake anazozijua mwenyewe anataka kutupa mtihani tutakokuja katika hii dunia. Innaka minal mundharin, tumeshakupa muda, utakaa milele, utakaa muda mrefu mpaka siku, lakini sio unayotaka wewe. Waqti al-ma'lum, qala fa innaka minal mundharin ila yawmil waqti al-ma'lum, kuna siku maalum na wewe pia utakufa. Sasa sikiliza promise yake mbele ya Allah. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Rabbi, kwa sababu nimepotoka kwa huyu, nitampoteza yeye na watoto wake, na hilo nachukua ahadi mbele yako. Nitakwenda kuwapambia mambo machafu na maovu, watayaona mazuri hawa. La uzayyinanna lahum, nitakuja kuwapambia. Decoration ya Ibilisi hakuna mtu atakayetizama ila atasema kweli huyu mtu anapamba, na aliamua kusema neno hilo maksudi, la uzayyinanna lahum fil ardh, hapa katika hii ardhi nitakuja kuwapambia maovu yawe mazuri kwao. Hatuyaoni maovu na sisi tunayoona ndo mazuri ya kupapia, yale mazuri tunayoona ndo mabaya. Asbaha al-ma'rufu munkara wal munkaru ma'rufa, mazuri leo yamekuwa maovu na maovu yamekuwa mazuri kwa sababu ya decoration na mapambo aloyapamba nani? Iblis. Wala ughwiyannahum ajma'in, na nitawapoteza wote. Yeye alitaka wote awapoteze, atupoteze ndo sisi, lakini akasema illa ibadaka minhumul mukhlasin, kuna waja wako ambao hawatonisikiliza mimi, waliotakaswa vizuri, hao sitokuwa na uwezo na kuwapotosha. Lakini wapo nitakao wapoteza kweli kweli na kweli. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa waja wake waliotakaswa. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako waliotakaswa. Allah kamjibu nini? Qala hadha siratun alayya mustaqim, hii hapa njia yangu imenyoka kabisa. Inna ibadi laysa laka min sultan, waja wangu huna nguvu nao. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, kuna waja wangu huko, Mungu atujalie miongoni mwao. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan, hutokuwa na uwezo wa kuwapotosha hao. Allah, hawatopotezeka. Atapamba Ibilisi atakavyopamba, lakini hapotei. Tizame Abdullah ibn Hudhafa radhiyallahu anhu, sahaba alipokamatwa na watu wa Rum, mfalme wa Rum alimchukua akamtesa sana, kisha akamwambia mimi nitakusamehe, urudi kwa watoto, mama watoto, wewe una mke una watoto wanakugoja huko, wamekumisi sana, nitakurudisha kwenu, lakini sharti moja. Nini? Akamwambia idha kafarta bidini Muhammad, sema tu hakuna Mungu wala Muhammad si mtume, nitakuachia huru. Na ni sio kukuachia tu, ukisema hivyo tu, utika nisfa imperatoriyat ar-Rumaniya, nitakupa nusu ya ufalme wangu.
Abdullah ibn Hudhafa akasemaje? Huyu ni shetani huyu, kwa sababu shetani sio wa ibilisi tu, shetani ana awan. Ndio maana Qur'an sema minal jinnati wan nas. Shetani huwa anawatuma watu wengine waje wakupoteze wewe. Sasa na wao pia ni mashetani kiumbe wa binadamu. Sasa Abdullah ibn Hudhafa akamwambia, wallahi lau a'taitani mulkaka kullah, na apa ungenipa ufalme wako wote, la raaitu bidini Muhammadin badila, siwezi kubadilisha dini ya Muhammad. Sio nusu ya ufalme wako wote nipe, lakini sitakufuru. Akaambiwa huyu bwana si ni mwanamme, na mwanamme mpelekee mwanamke tu, tena wale madansa wanaocheza uchi mpelekee, wanawake wa Kirumu wale wazuri mpelekee katika seli aliyowekwa hapo ndani, atabadilika tu huyo. Akatafutiwa mwanamke mrembo akapelekewa katika seli yake. Yule mwanamke kuingia tu anacheza mbele ya Abdullah ibn Hudhafa, anajibadili huku anajigeuza mbele ya Abdullah, na sauti nzuri na nyororo inamuita katika kufanya machafu. Abdullah ibn Hudhafa akamuuliza, umemaliza? Mwanamke yule akashangaa, akamwambia vipi? Akamwambia, unadhani huo mwili umeumbwa na Allah kwa ajili ya shughuli hizi? Akampa da'wa mpaka akarudi mwanamke kwa bosi wake, akamwambia, lastu adri arsaltani ila hajarin am bashar, mimi sielewi yule ulionituma jiwe lile au mtu. Maana kama ni mtu angekuwa tayari ameshalainika, ni yule sio binadamu, lile jiwe. Hawa ni watu ambao mashetani wamewashindwa, kwa sababu Mungu alijua wapo waja wake wema, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun alayya mustaqim, hadha sirati, hii ni barabara yangu, njia yangu. Hadha siratun, hii ndio siratu yangu, watu watakaoifuata wataongoka. Sasa mimi nakuhakikishia, naye Allah akamwambia, laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in, katika sura Imran, katika suratul A'raf. Katika suratul A'raf alisema maneno zaidi ya hayo, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim. Hiyo sirat, kwa sababu nimepotea kwa ajili ya hawa, nitakaa katika njia iliyonyoka. wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aktharahum shakirin, na nitawaendea hawa wanadamu kulia kwao, kushoto kwao, nyuma yao na mbele yao. Alhali jihatul arbaa zote zilizomzunguka mwanadamu ibilisi yatazihodhi. Wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutowapata wengi watakao kushukuru na kukuabudu wewe Mungu, na kuahidi hilo. Qala fakhruj minha madhuman madhuran laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Kaambia, toka ukiwa dhalili, yeyote atakaye kwenda kukusikiliza na kukufuata nitaijaza jahannam, kukujaza wewe na hao watakao kufuata nyote katika moto wa jahannam. Allahumma sallimna ya rab. Moto wa jahannam utajaa, na Qur'an inasema yauma naqulu li jahannama hal imtalat, siku tutaiuliza jahannam, je umejaa? Fayaqulu hal min mazid, jahannam itamuuliza Mungu, je kuna nyongeza? Itajaa. La amla anna, tena naapa Mwenyezi Mungu, wallahi naapa, nitaijaza jahannam kwa wale wote ambao watakufuata wewe, mafunzo utakaowafundisha. Anasema katika hadithi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala iblisu wa izzatika wa jalalika ya rab. Bado anakiri kwamba huyu ndo Mola wake, tena hasemi jambo isipokuwa anasema kwa uwezo wako, maana siwezi mimi na hakika kufanya jambo bila ya uwezo wako. Angalia kiapo chake, wa izzatika wa jalal. Na hapa hasemi wa izzati, hasemi ibilisi kwamba naapa kwa uwezo wangu na nguvu zangu na utukufu wangu. Hana utukufu, anajua. So wa izzatika wa jalalik, naapa kwa nguvu zako na utukufu wako, la ughwiyannahum, nitawapoteza madama al arwahu fi ajsadi, maadamu wako hai nitawapoteza.
Na Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi, mtume anasema waqala Allah, na Mungu asema la abrahu aghfir lahum ma dama yastaghfirunani, na mimi sitoacha kuwasamehe makosa yao maadamu wananiomba msamaha. Iblisi asema la abrahu, sitoacha, ughwihim wa udhilluhum, na wapoteza na nawaghuri na vitu mbalimbali maadamu wako hai. Na Mungu asema na mimi sitoacha kuwasamehe makosa yao pale unapowatelezesha wakateleza. Shetani anatelezesha, tukiteleza tukirudi kwa Allah, naye Mungu anasema nami nitakusameheni, kwa sababu wanajua kwamba wamekosa. Na hiyo ndo sunna ya Allah katika ulimwengu. Umekosa, rudi kwake, usikate tamaa. Iblisi akasema baada ya hapo kwamba Nabii Adam alayhi salatu wassalam ni adui wangu ladud, mimi na yeye mpaka watoto wake tutakuwa na mapambano maadamu roho zao ziko katika viwiliwili vyao. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hili ndipo likaingizwa darasa la kumsomesha Nabii Adam, wa'allama Adam al-asmaa kullaha. Hapa napo tuna umuhimu mwingine wa elimu. Baada ya kuumbwa tu Adam akasomeshwa majina ya vitu vyote. Darasa la kwanza ilikuwa ni majina ya vitu vyote. Adam akafunzwa kila kitu jina lake, vilivyoumbwa wakati ule na ambavyo bado havijaumbwa, vyote akawa anajua majina yake. Thumma aradahum ala almalaika, kisha vikaletwa vitu vile mbele ya malaika. Faqala anbiuni biasma'i haula'i in kuntum sadiqin, Mungu akawauliza malaika, hebu niambieni majina ya vitu hivi kama nyinyi ni wakweli. Ni wakweli vipi? Walisema kule Mungu aumbe anachotaka, hataumba mwenye akili na elimu kama sisi. Kama kweli ni wakweli, nyinyi mna elimu, nielezeni hivi vitu vinaitwaje? Bahari, mti, mwezi, nyota, mtu, nyoka, hivi vitu vyote majina yake Adam alikuwa tayari ameshavijua. Malaika wakaulizwa, hawakujibu, hawakuwa na knowledge ya kujua hivi vitu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sema ya Rabbi, hatujui ilmu ya vitu hivi. Qala ya Adam anbihum bi asma'i, Allah akamwambia Adam, hebu waambie majina yao. Falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum, sikukwambieni inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, silikwambieni kwamba mimi najua yalokuwa yamefichikana katika roho zenu mlioyasema wazi, najua kilichoko mbinguni na ardhini. Mwenyezi Mungu akauonyesha ubora mwingine wa Nabii Adam kwa kuwa na elimu, na daima mwanadamu atakuwa bora maadamu ana elimu tu. Akija akiacha elimu ataporomoka kama watakavyoporomoka wengine. Elimu ambao sisi Waislamu mwanzo wetu ni elimu tu, lakini utakuta watu tulioiachia elimu ndo sisi Waislamu. Baada ya kuumbwa Nabii Adam akaelekezwa katika bustani pepo, akamwambia kaa hapa. Akakaa peponi Nabii Adam peke yake, hana mwenzake. Ulama wanasema akapata wahda, ule upweke, loneliness, ule upweke peke yake, anakwenda akirudi huku, anakwenda akirudi huku. Allah akajua huyu istauhash, yuko peke yake, anapata upweke, sasa tumtafutie mwenzake. Siku moja alikuwa amelala. Katika kulala kwake Nabii Adam akawa Mwenyezi Mungu ni mwenye kumtolea mwenza katika ubavu wake wa kushoto, sehemu ya huku mbavuni. Mwenyezi Mungu akamuumba mwanamke mrembo mzuri anaitwa Hawa. Na Nabii Adam ni katika wanadamu wazuri, katika watu ambao wazuri. Kisa cha Nabii Yusuf kinasema Nabii Yusuf alikuwa mzuri wa sura, lakini sio uzuri kamili, ilikuwa ni nusu ya uzuri wa Nabii Adam, kwa sababu mtume alipokwenda Mi'raj anasema faraaitu Yusufa wa qad u'tiya shatra aljamal, nilimuona Nabii Yusuf na hakika amepewa nusu ya uzuri. Nabii Yusuf alipewa nusu ya uzuri. Nusu nyingine iko wapi? Nusu nyingine anayo babake Sayyiduna Adam. Kwa hiyo Adam alikuwa mzuri wa sura kuliko watu wote, akiwemo Nabii Yusuf. Sasa uzuri wake huu, kwa sababu ndo Mungu amemuumba mwenyewe kwa mikono yake,
Kwa nini asiwe mzuri wakati ile kazi kaifanya mwenyewe Allah jalla jalalu? Kazi zote anazifanya mwenyewe, lakini chanzo cha huyu mtu ni udongo aliyoutengeza Mwenyezi Mungu, na kuutengeza na kuufinyanga kwa mikono yake anayojua mwetu. Tukisema mikono, Allah yaliqu bijalali. Kwa hiyo mume hawezi kusema mimi nitaishi hivi hivi mpaka mwisho wa maisha yangu, sina haja na mtu anayeitwa mwanamke katika maisha yangu, na mwanamke naye akasema maneno hayo. Hapana, kwa sababu hao wanahitajiana. Nabi Adam alayhi salatu wassalam akaozeshwa na Allah, kwa sababu Mungu ndo alimpa ruhusa. Huyo mkeo, tena mkeo huyo, kaeni katika pepo. Lakini katika hii pepo kuna dhurufu, kuna maisha na akabati, vizingiti fulani. Kula minha, kuleni kila kitu, matunda yake, ragadan, kwa ukujufu, haithu shi'tuma, mtakachotaka chochote. Lakini huu mti mmoja hapa, wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, huu mti mmoja msile matunda yake. Sawa sawa, mazbut mazbut. Nabii Adam akawa anakula kila kitu katika pepo ile isipokuwa ule mti, wanaupitia mbali sana, Mungu amekataza. Na hapa hikima yake kwamba maisha yoyote hata bure bure tu wewe unaweza kuona sasa huyu Mungu anapata faida gani kwa kuambia sisi tukae na njaa kuanzia alfajiri mpaka magharibi? Nini, kuna nini? Mungu tu anataka kuona, je, unaweza kuacha chakula chako kizuri, ukaacha shahawa zako na kila kitu unacho, ukaitikia kile alichokuambia? Basi tu unajifunza mambo mengi ndani yake. Nabii Adam ni pepo yote kula, lakini huu mtunda mmoja hapa usile. Sasa Ibilisi hapo ndo akapata njia. Ona, ule mti waliokatazwa ule ndio watakaoula. Na ulikuwa mti gani? Kuna watu wanauliza. Ulama hawakusema ulikuwa mti gani, japo wengine walijaribu kusema na wakatawakafu, wakasema maadamu Mungu alisema mti, hatuna haja kutafuta kama ulikuwa mwembe au mnanasi au mpera au mzaituni, kwa sababu kujua ulikuwa mti gani ni ilmu la yanfa au jahlun la yadur, yani ujinga usiodhuru. Kama hujui ulikuwa mti gani ni ujinga usiodhuru, na ukijua ni mti gani ni elimu isokuwa na manufaa. Naam, naam. Kwa hiyo hakuna haja ya kusema ulikuwa mti gani. Wengine wanaanza kufikiria, unakwenda mbali. Mti gani? Ulikuwa mti tu, na ni mtihani Mungu ameweka, msile mtunda huu basi khalas. Wala taqraba, msile, sio kula tu, msiukaribie. Kama sisi tunasema Mungu amesema wala taqrabu zina, Mungu amesema msikaribie zina, wala hakutuambia wala taznu, msizini. Kwa hiyo sisi tunazini kwa sababu zina haikukatazwa. Kilichokatazwa ni kuikaribia. Allah. Sasa kuna watu mabaramaki ambao wanahitaji mafunzo ya ziada. Sasa nini maana usikaribie pale alafu unasema ukenda nini maana yake? Mmoja alimpiga mama yake alipoitiwa shekhi, akatolewa fatwa, kaambia hukusoma kauli yake Mwenyezi Mungu, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, usiwaambie maneno uff. Akasema unaona, Mungu alisema usiwakemee uffi, hakusema usiwapige. Mimi nimempiga kwa sababu Mungu hakulitaja la kupiga hapo. Amemtwanga mama yake kwa sababu eti Mungu hakusema msiwapige, kasema tu msiwaambie maneno mabaya. Kwa hiyo lilokatazwa ni neno, sio pigo. Itakuwaje? Wanadamu wanajifanya wajanja eti mpaka wanamzidi Mungu kwa ufasaha. Wapi itakuwa? Mwingine anaiba, anasema usinikamate, Mungu amejalia akaniandikia nije niibe kwako. Kama asingeniandikia kuja kuiba nisingeweza kuiba. Kwa hiyo Mungu mlaumu yeye aloweza kunipa mimi nguvu za kuja kukuibia. Angalia wanadamu hao. Lakini huyo anaiba, huyu tumwambie na yeye nyumbani kwake umeenda umechukua kila kitu chake, amekuta mwizi amechukua, atakubali? Akimwambia Mungu ameshanituma kuja kuiba? Au amkute mtu anafanya machafu na mke wake au na mtoto wake, aambie Mungu kishaniandikia kuja kuzini naye, tulia hapo hapo nimalize, utakubali kama wewe? Sasa kwa nini hukubali wewe, unawatajia watu wengine? Sasa binadamu yeye mwenyewe kwa mwenyewe anahitajika asomeshwe vyema na akida na itikadi ipate kuota. Ndugu zangu, tuache tumuone Adam anakula matunda ya peponi na akipita kwa mbali katika huu mti, na tuangalie
katika kipindi kijacho itakuwaje hasira na ghadhab na hiqdi za Iblis laanatullahi alayhi. Insha Allah taala wiki itakayofuata tutaendelea darasa zetu. Tumesema tumeanza jana na leo itakuwa qasasul anbiya. Siku ya Jumamosi insha Allah tutasoma tafsirul Qur'an. Kwa hiyo tafsirul Qur'ani itasomeshwa hapa na mie siku ya Jumamosi, Mungu akipenda. Tumombe Mungu atupe ilmu yenye manufaa, aturuzuku khairi katika dunia na akhira, atujalie katika waja wema ambao wametakaswa, atukinge na vitimbi vya shaitan. Allahumma inna natawajjahu ilayka fi hadhihi as-sa'a wa la'allaha sa'ata al-ijabah. Yassir alayna umurana umur ad-dunya wal akhirah waqdi jami'a hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Tuulize maswali matatu tu kwa sababu time yetu imekwenda, ili tupate kuadhini na kukimu na kusali. Naam, bibi Hawa maumbile yake ilikuwa sawa sawa na Adam. Taban, unaonaje mtu anakuwa na mita 60 alafu mke wake ana mita 10? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umbo alilokupa, unaonaje ungekuwa na futi 5 alafu mikono yako ikawa midogo mpaka mwisho wake hapa? Ingekuwa hupendezi. Au mtu akawa mfupi lakini mikono yake ikawa mirefu, anatembea kama chimpanzi, ingekuwaje? Au sikio moja likawa juu kidogo lingine likashuka chini. Yani Mwenyezi Mungu anapanga kila kitu, ndio maana ya Hakim alladhi yadau al-ashya fi mawaziniha. Kwa hiyo mkewe huyu lazima awe anafanana na yeye katika maumbile yale, na kuanzia hapo ndo watu walianza kupungua mpaka leo. Swali zuri mwenyekiti umeuliza. Asante. Swali lingine inshallah. Naam Sheikh. Naam. Allahumma salli salama. Na baadhi ya ulama wametaka kuchanganua suala hili la uzuri wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uzuri wa Nabii Yusuf. Nasema uzuri wa Nabii Yusuf ulikuwa ni uzuri vile vile, lakini ndani yake kuna fitna. Lakini uzuri alikuwa nao bwana Mtume Muhammad ulikuwa ni uzuri, lakini ndani yake kulikuwa na haiba. Haiba na fitna ni vitu viwili tofauti. Fitna inawafanya watu wanafitinika, ndio maana wanawake wakakata viganja vyao kwa sababu ya kumuona Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Lakini Mtume Muhammad ulikuwa ukimuona unatamani kumuona tena, ni ile haiba. Haiba maana moyo unapata utisho na utukufu fulani kwa kumuona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naye alikuwa ajmalun nas vile vile. Shukran. Naam. Sijasikia. Tayyib anasema watoto walipatikana kule peponi au walizaa baadaye. Inshallah swali limetangulia darasa yetu itakayokuja, tutaeleza inshallah katika darasa yetu. Jitahidi kama utakuwepo, kama hutakuwepo inshallah utapata habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.